Habari yako mzangu? Mzuri. Wapi, ni shabiki wa Simba au ni Yanga Africa umekuja kufurahia? Ni shabiki na mwanachama wa Simba Sports Club. Kwa muda mrefu toka mwaka 88 nikiwa mwanachama wa klabu ya Simba. Hatari 88 hiyo. 88. Kipindi hicho alikuwa nani mchezaji pale Simba alikuwa anatisha hiyo 88? Alikuwa anatisha Simba, kusema kweli wamepita wengi mno. Wamepita wengi na ndio maana naifurahia hata dabi inayokuja. Kwangu mimi ni historia. Finali ndani ya ligi. Hii inakuwa mara ya pili. Mara ya kwanza ni mwaka 1985 ambako ule mpira ulivunjika, ulichezwa kwa dakika 70 tu. Ulichezwa kwa dakika 70 baada ya kutokea sitofahamu kati ya referee pamoja na linesman. Linesman alisema kwamba ni penalty. Alafu referee anasema kwamba ni goal. Baada ya mchezaji wa Yanga kupiga shuti, beki wa Simba Twali Bilali kwa bahati mbaya alikamata na mkono. Mchezaji wa Yanga wakati anausindikiza mpira kwenda golini, akamuumiza goalkeeper wetu wa Simba, marehemu Omari Saleh Ombopa. Basi ule mkanganyiko ukaleta vurugu, mpira ukaahirishwa, ukachezwa ndani ya dakika 70 na Simba alikuwa anaongoza kwa goli moja na pia alikuwa anaongoza kwa pointi moja mbele kama ilivyo sasa hivi. Tofauti yake ya sasa hivi na ile ya mwaka 85 ni moja tu. Ya sasa hivi imevunja rekodi kwa kuahirishwa mara 3, kupangiwa tarehe mara 3. Ya wakati ule tarehe ilikuwa ni moja tu. Ikavunjika, ilipovunjika fati ya wakati ule akina marehemu Saidi Alimambi wakakaa wakaipa ushindi Yanga Afrika. Basi ikaenda vile. Manake hiyo mechi ilikuwa tamu. Manake ni Yanga hiyo ilikuwa hilo goli wakiidhinisha anapata pointi 3 anakuzidiwa pointi 2, si ndo manake? Wakati ule ilikuwa ni pointi 2, pointi 3 zilikuwa bado hazijaanza. Hebu hiyo kwa kizazi cha sasa ili muelewe kwamba hizi pointi 3 zimeanza kwa miaka hii ya karibuni, lakini kwa wazee wa kwa Marigen hizi zamani walikuwa wanapewa pointi 2. Wape madini vijana. Zamani ilikuwa ni pointi 2. Wakati ule kiitwa Fati. Baada ya kuingia shirikisho kubadilisha jina na kuitwa TFF, zikaanza pointi 3 kutokana na maagizo ya FIFA. Kwa hiyo Yanga walikuwa wanahitaji kushinda mchezo ule na Simba walikuwa wanahitaji sare. Na ndani ya dakika 70 hiyo Simba bado walikuwa wanaongoza kwa goli moja. Mpira ulikuja ukavunjika. Sasa mimi binafsi inanikumbusha kwa mara ya pili tena finali ndani ya ligi. Rekodi moja hapo ni mechi hii kupangiwa tarehe mara 3. Hii kwa kweli imetia fola sana. Na mimi inaniumiza. Kweli bodi ya ligi pamoja na TFF imefanya mazuri mengi sana. Mengi imefanya, imekuza mpira wetu, lakini kwa hili kusema kweli hawana pa kukwepa. Wametukosea watu wa mpira, sio Yanga wala Simba hapana. Wametukosea. Na mimi kama mwana Simba hata hii mechi ya tarehe 25 sio mimi tu. Morali kwa kweli umepungua kuliko maelezo. Nachoshukuru zaidi nimewasifu viongozi wa Simba kwa hekima walionayo, busara walizonazo, pamoja na msemaji wetu Ahmed Ali na mashabiki wa Simba kuwa kimya mpaka sasa. Wanasema kimya kingi kina kishindo. Kimya kingi kina kishindo. Lakini kwa namna ambavyo tunapita mtaani na kufanya nao mahojiano, wengi wanakuambia wao mechi yao ya mwisho ni hii. Hiyo tarehe 25, yani wanatamani uongozi usipeleke timu. Katika kutamani kiongozi usipeleke timu sio kwa sababu ya uchezaji kwamba wanaogopa Yanga au wanafanya nini, hapana. Hii kitu imetuudhi wengi. Imetuudhi wengi, na katika kutuuzi huko sio kwamba wamesababisha Yanga au nani, ni wale wenye mamlaka ya mpira. Leo unasema mechi inapigwa tarehe 8. Tarehe 8 inaahirishwa. Inakuja tarehe 15. Unatokea upande fulani unaenda kubembelezwa. Zimebaki siku 3 timu inaenda kubembelezwa. Timu hiyo inakuja inazungumza upande wa pili, kwa mfano Yanga Africa walisema hakuna mwanamume yeyote ambaye anaweza kaipoka pointi. Na kabla hujaitwa mchezo, nakumbuka siku moja kuna moja vituo vya television siwezi kutaja jina, walimhoji Garibu yule wa GSM. Katika mahojiano yake akasema Yanga bingwa. Tukajiuliza Yanga bingwa kivipi? Wakati bado hajacheza, alafu pia wanaizidi kusema kwamba hawachezi ngo. Ubingwa huu utakujaje? Sasa hivi ndio kidogo tunaanza kuelewa kwa nini alikuwa anasema Yanga bingwa. Hatutaki kusema kuna upangaji wa matokeo wala nini, hapana. Tunachosema ni kitu kimoja. Simba na Yanga zinavyoonyesha zimekuwa zina nguvu kuliko chama cha mpira. Haya si hatuyataki kwa wapenda mpira. Sawa, mimi ni mwana Simba lakini naupenda mpira wa miguu. Tunataka chombo cha soka kiwe kina sauti. Nakupa mfano kwa hiyo mechi ambayo Simba mwaka 85 alicheza na Yanga, ikatokea vurugu. Ndani ya dakika 70 Simba ikatoa timu. Fati ya wakati ule haikujalisha hii ni Simba au Yanga, ilitoa maamuzi yake. Iliipa pointi 2 Yanga Afrika. Tunataka uongozi strong. Unapanga mwenyewe tarehe 15. Inafika kabla ya tarehe 15 unamuita mmoja wapo. Huyu mmoja wapo anasema kwamba yeye
Unamuita kumbembeleza na anakupa masharti. Fulani na fulani watoke na labda utupangie tarehe fulani. Yanakuja yanatimia hayo. Kwa kweli ni jambo lile tukasilisha mno. Alafu wasitaki kutuchonganisha na serikali. Hatutaki hayo. Tumepata bahati ya kuwa na rais ambaye anatuunga mkono. Hapendelei Yanga, hapendelei Simba. Umeona Simba amepewa ndege mpaka Morocco. Walihudumiwa mpaka kule South Africa. Yanga nao waliwahi kufanyiwa namna hiyo. Tumepata bahati hiyo. Kwa nini? Tusikacheze mpira wetu vizuri. Tukampa moyo rais wetu ambaye ana moyo huo. Simba ilifika hatua goli moja milioni 30. Haijawahi kutokea, ni rekodi. Haijatokea Afrika. Imefanyika kwetu. Kwa nini? Tuendelee na malumbano hayo. Na Watanzania, vurugu sisi sio asili yetu. Na Simba na Yanga sisi sio maadui. Sisi ni watani. Ni watu tunakula pamoja tukimalizana kwenye mpira. Lakini haya yanayotokea, baadhi ya watu wachache, mimi na shaka kuna watu wachache ambao wao wanataka kutuharibia mpira wetu. Umeona? Japokuwa hata Almasi Kasongo simlaumu sana, ambaye amejiuzuru. Ameyafanya mazuri mengi. Bahati mbaya ipo. Unajua hata nyumbani unaweza kupika chakula lakini kuna siku moja ikatokea kikawa kibichi. Wamefanya mengi. Hii ligi kuwa nafasi ya 4, ya 5 Afrika si jambo dogo. Ni rekodi kubwa. Wameshindwa wengi. Lakini hii badilisha hii. Kusema kweli imerukasha tamaa sana. Hasa mimi sasa hivi hata kusema nikate tiketi naogopa. Nasema hapana, nitakatia pale uwanjani nione kabisa timu zote zimeingia. Kwa sababu hayatabiriki haya mambo. Siwezi kusema Simba inapeleka timu haipeleki timu kwa sababu mimi sio kiongozi. Mpaka tumsikie viongozi wetu watuambie hivi. Ila kimya hii inavyotafsiri mimi, kuna msemo wa zamani unasema kimya kingi kina kishindo. Inawezekana Simba imekaa kimya, kishindo inataka kukitoa tarehe 25. Kwa mtano nataka kumtia heshima kidogo. Na hizi dabi usiangalie ile performance. Juzi Simba imeshinda goli 5. Wanasema hapana, performance ya Simba haikuwa nzuri, Yanga anaonekana kufanya. Dabi haiko hivyo bwana. Nani alitegemea kama Simba ingetoka nyuma goli 3 ikaenda kurudisha? Tena ina watoto wadogo tu wasio na majina. Nani alitegemea Simba kuna mwaka mmoja tulikuwa na ile Yanga ya Mwenyeza Hela ile inayochangisha nani? Ilitoka goli 2. Imefungwa na Simba goli 2. Goli 2 inataka kurudisha. Kuna mtu alitegemea? Baada Mapinduzi anafunga kipenseli. Kwa hiyo dabi huwa haina kitu hicho hata siku moja. Dabi wala haina mwenyewe. Simba ni wazuri. Na mimi natabiri kama Simba watakwenda kwenye nani. Kama kuna mambo matatu Simba watayazingatia. Kama wataingia kwenye huo mchezo. Kwa sababu haitabiriki. Wakitambua kwamba tumefungwa mara 3. Wakitambua kwamba tumebakiza kombe moja. Na wakaingia kucheza kikubwa kama timu ya 5 kwa ubora barani Afrika. Yanga hana chochote cha kufanya. Simuoni wa kumzuia Mpanzu. Simuoni wa kumzuia Ahoua. Sioni wa kumfunga Diala. Bado sioni. Simba kama wakiingia wako serious kabisa, wanalitaka hili. Na wakitambua kwamba furaha wanayotakiwa tupe ni hiyo. Saikolojia ikarudi. Fatiki ya wachezaji ya kuchoka ikarudi. Yanga sioni wanatokea wapi. Kama mpira utachezeka lakini. Mimi nataka tumalizie hapa kabla hujaenda kutazama mpira. Nataka unipe ile ladha wakati hizi timu ambapo huwa zinakutana lakini hiyo mechi inakuwa ni ya maamuzi. Kutokana namna ambavyo umezitazama toka miaka hiyo ya 80, mbungi huwa inakuaje? Kwa kweli mchezo huo unakuwa mzuri sana. Mchezo unakuwa mzuri. Panic inakuwa kubwa kuanzia kwa mashabiki mpaka wachezaji. Yaani kuanzia mashabiki mpaka wachezaji, panic huwa inakuwa kubwa sana. Kila mtu moyo wao unakwenda mbio. Kwa sababu ni lazima mtu afanye nini? Lazima mtu ashinde. Huwa tunasikia homa, hata mpira unavyoangalia uangalie vizuri. Inafika wakati unajuta kwa nini nilipenda mpira. Roho inapiga. Japokuwa la yake ni mchezo ambao huwa unasahaulisha matatizo. Hata kama mtu anakudai ukumbuke, utakuja kukumbuka baada ya mpira kuisha. Ni mpira wenye la yake. Yaani tusingeharibiwa na haya mambo yaliyotokea haya. Kwa kweli hamna finali bomba kama hiyo ya keshukutwa. Haijalishi anafungwa nani. Ladha ya mpira inakuwa kubwa. Japokuwa wachezaji wao wanakuwa kwenye tension kubwa kiasi kwamba hata zile moja sambusa zile zinakuwa chache kwa sababu kuna uhitaji wa mashabiki wanataka nyoyo zao ziburudike, wakati huo tunautaka ubingwa. Umeona? Paniki huwa inakuwa ni kubwa kweli kweli. Kama sio kuharibiwa hii, tulikuwa tunashuhudia soka moja safi kweli kweli. Lakini kitendo cha shirikisho kutuharibia haya mambo. Tena ni watu wachache tukawasema wote. Yawezekana hata Karia anaharibiwa tu na watu. Ni kiongozi mzuri sana. Mimi kwa kusema kweli mmoja ya viongozi ambao nawapa big up. Karia nampa big up na nasema miaka 5 aendelee, achague lineup nzuri ambayo anaona wenyewe hawatamwangusha. Unajua nitakupa mfano mmoja mdogo. Hata Mwalimu aliipenda nchi yetu, Mwalimu Nyerere. Lakini
pamoja na kuipenda nchi yetu na kufanya mambo mengi mazuri, kuna watu walikuwa wanamwangusha. Karia kuna watu wamemwangusha. Aje na watu strong. Aje na watu tukisema bwana timu inacheza imesusia ipokwe point wakati huo. Kanuni zichukue mkondo wake. Kuna lele mama. Hakuna lele mama yote, lakini haya mambo ya kuleana. Mbona biashara ilishushwa? Biashara ikwenda kwenye kituo ikapokwa pointi 15 ikashushwa mpaka daraja. Hizi timu ndogo ndogo hizi zinaonewa sana. Leo mtu anaamua yeye. Anaamua mpaka tarehe na anapangiwa. Kusema kweli imetutia unyonge kuliko maelezo. Imetutia unyonge sana. Basi shukrani mzee na kila laheri kwa dakika 90 za mchezo wa leo dhidi ya Kagera Sukari. Nashukuru sana pia na kiombea na mimi pia hiki chombo Bina TV, watu waendelee kuangalia Bina TV kwa sababu ni chombo chenye habari za ukweli, sio chombo longolongo. Shukrani. Asante sana.